Uislamu ulivyowajali na kuwapatiliza wanyonge. Maisha ya Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam ilikuwa hukasirishwa sana mpaka uso kumbadilika rangi, akiona kuna mustadhaf kaonewa. Kienda mbali, Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam kabla ya kuondoka duniani, maneno yake ya mwisho anasema Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, akiwa fi lahadhati al-akhira, pumzi za mwisho Mtume anamaliza, alikuwa anawaambia waliokuwa pale, as-salat wa ma malakat aymanu, sala na mchunge wale ambao mikono yenu imewamilikia watumwa, tabaka la chini hili msiwadhulumu. Uislamu una mafunzo makubwa sana ya kupatiliza wanyonge. Hata unaposoma unaona, unapomtunza na kumheshimu na kumpatiliza mnyonge, kuna natija ya mwangwi wa haraka unauona. Uislamu ulipokuja, kila mtu ambaye tabaka lake liko chini, Uislamu umemnyanyua na kumpa haki yake. Mtoto wa kiume na mtoto wa kike kwenye malezi, kwa kuwa mtoto wa kike ni dhaifu, malipo yake kumlea na kumfunza adabu, ujira wake ni mkubwa kuliko mtoto wa kiume. Mwanamke na mwanamme, kwa kuwa mwanamme yupo juu cheo na usimamizi, lakini mwanamke anapodhulumiwa, tunaona kuna sura imeshuka inaitwa suratul Mujadala. Kiangalia ni sauti ya mwanamke ambaye kadhulumiwa. Kwa hiyo misingi mikubwa ya mnyonge kwenye Uislamu imeenda mbali mno.